Kambi yetu tunaifunga leo, na leo jioni tutapata idadi kamili ya watu waliohudumiwa, lakini hesabu za nyuma zinatuambia zaidi ya watu takriban 22,000 wamepata huduma. Hii ni idadi kubwa na ni rekodi mpya katika kambi tuliokuwa tunaendesha hapa jimbo letu la Arusha. Inawezekana pia ikachukua nafasi kubwa katika makambi yaliyofanyika Tanzania. Na moja ya jambo kubwa tulilofanikiwa, kambi hii haijawa ya wananchi wa jimbo la Arusha tu, imekuwa kambi ya Watanzania. Na sisi tunafarijika kuona kwamba tumegusa maisha ya watu hata ambao hawajatoka jimbo la wapi? Arusha. Na kama nilivyowaambia, utumishi wetu utajikita kwenye kutatua changamoto za wale tunaowaongoza. Utakuwa ni utumishi wa watu na wala sio utumishi wa vitu, ili mioyo yenu inapotuona viongozi wenu ipate faraja na matumaini mapya, ikiwa ni sehemu ya utumishi mliotutuma tuwatumikie. Katika hii idadi ya watu 22,000 kwa rekodi zilizopita, eneo hili nimeliona ni muhimu niliseme. Wako watu walikuja kupima, mfano waliopima kwenye eneo la sukari ni takriban ya watu 6,297. Watu 6,297 walipima nini? Lakini kati yao ambao walikuwa hawajui kama wana changamoto ya sukari ni zaidi ya watu 503. Watu hawa walikuwa wanakula vyakula, wanaishi maisha kama si wagonjwa wa nini? Wa sukari. Maana yake ilikuwa ni rahisi sana watu hawa kufa kifo ambacho kingebaki kuacha maswali kwenye familia na ukoo, kwa sababu hawakujua kama ugonjwa uko ndani yao. Na wengine walikuja kupima macho, walivyopita kwenye sukari wakaja kugundua macho yamekufa kwa sababu ya ugonjwa nini? Wa sukari. Lakini pia kuna walioamua kwenda kupima kansa. Kati ya walioamua kupima kansa 836, watu 18 wamekutwa wana dalili ya nini? Ya kansa. Manake hawa wanakwenda kupona. Kwa sababu wamewahi kuchukua hatua ya kucheki afya yao wakati sahihi. Wangechelewa wangekuta kansa imefika stage ya 3 au ya 4. Hiyo kansa ilikuwa sio kufanya nini? Sio kutibu. Lakini kupitia kambi hii watu hawa 18 wanakwenda kuhudumiwa na watapona hiyo kansa. Amen. Nimeomba pia wanaangalia rekodi za moyo. Zaidi ya watu 1,500 waliopima, tuone wangapi kwa mara yao ya kwanza ndio wamegundulika wana shida nini? Ya moyo. Haya yako mpaka kwenye figo. Haya yapo kwenye maeneo mbalimbali ya watu waliopima. Maana yake ni nini? Tunamtukuza Mungu aliyetupa maono haya ya kuwasaidia Watanzania, wananchi wanyonge, kupata nafasi ya kujua hali ya afya zao. Tunapokwenda kufunga kambi leo, tunafunga kambi tukifahamu ya kwamba watu wengine walioko hapa ni madaktari